Nawasalimia nyinyi wote katika jina la Yesu Kristo. Praise be to God. Amen. Mkiwa nyumbani, praise be to God. Tunawapenda sana. Karibuni uweze kusikia somo letu la leo. Mkiwa mahali mko, hebu muweze kusikiliza vile Mungu anataka kuongea nanyi. Na tuombe. Our Father and our God, in Jesus' name, we want to thank you because you are good and you are gracious. You want to talk to your people today. May we hear your word. May we hear what the heaven is telling the earth today. Be with us, O God, we pray and we believe. Amen and amen. Mada yetu ama dhimu yetu ya siku ya leo ni ya kwamba we be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Hili ni neno ambalo lilinenwa na Mungu akiongea na Adam na Eve katika Genesis 1:28, akawaambia waende wawe fruitful na wa multiply. Lakini sisi tutasoma katika kitabu cha John chapter 15 kutoka aya ya kwanza. Injili ya Yohana mlango wake ni 15 kuanza aya ya kwanza. Inasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu hamwezi zaa. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake huyazaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya jambo lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo nanyi mtatendewa. Hivyo utukuzwa Baba yangu, kama vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Being fruitful and multiplying. Tuseme ya kwamba kusudi lake Mungu kwetu sisi kama watu wake ni ya kwamba tuwe watu ambao wanazaa, na sio tu kuzaa, na pia kuwa wengi, multiplying, mazao ambao ni mengi. Najua watu walipoambiwa be fruitful and multiply, walikuwa nafikiri ni kuzaana wao wenyewe. Lakini hilo ni jambo moja. Lakini Mungu hataki tukae vile alivyotuumba. Anataka tuenende hatua nyingine juu. Wakati Mungu anapotuangalia, huuliza kama kuna lolote, kama kuna tunda, kama vile Yesu alivyoenda na akakuta mti, a fig tree ambayo haikuwa na matunda, na akaulaani na ukakauka. Because God wants us to be fruitful. Are you fruitful? Je, unazaa matunda ama unakaa bila kufanya lolote? Kusudi la mzazi ni mtoto wake aweze kukua kutoka hatua moja mpaka hatua lile lingine. He wants us to move forward, to bear more fruits. And it is not just fruits, but fruits that will last. Wakati Mungu alipoongea, alisema ya kwamba anataka sisi tuzae matunda ambayo ni matunda mazuri, matunda ambayo itaendelea kupendwa na watu wengi. Naye Musa akaongea akasema, may the Lord of God of your fathers increase you 1,000-fold and bless you
so that you may bear more fruits. Niseme ya kwamba tunapokaa ndani ya Mungu huwa anaangalia kama tu tunakaa sisi wenyewe vile tulivyoumbwa, ama tunaendelea kuzaa matunda ambayo ni matunda mazuri. Katika kitabu cha 3 John verse 2 inasema ya kwamba tuzae matunda ambayo ni ya umuhimu, ambayo inaleta umuhimu katika maisha. We bear fruits that will be of good health. God wants us to be of perfect health, just as your whole soul prospers. Ni kwa nini tuzae matunda? Kwa sababu katika uzuri wake Mungu anataka tuenende katika hatua hiyo ingine. Mungu anakuangalia ni kitu gani ambacho unatoa ambacho kinaweza saidia huyo mwingine. Wakati tunazaa matunda, we align ourselves with the will of God. Mungu kusudi lake la maisha yetu ni gani? Anataka tuzae, lakini ujue ni matunda ya aina yako. Wakati mwingi sisi hutaka kuzaa matunda ya aina moja. We give fruits of our own kind according to the purpose of God. Ikiwa ni mti wa dimu, wacha uzae dimu. Na yule ambaye anatafuta, anapokuja kwa mti wa dimu hatafuti aina nyingine ya matunda. Huwezi tafuta matunda ambayo unataka kwa mti ambayo ni tofauti. In the lemon tree you look for lemons. In orange tree you look for oranges. In every tree ina depend na what you are looking for. Lakini sisi tunataka kuzaa dimu, tunazaa maembe, the same time tunazaa avocados. We want to bear all types of fruit. You cannot. Every tree bears fruit of its own kind. Na ndio unakuta mtu anajaribu kufanya kazi hii, huwezi. Kwa sababu Mungu alikuumba na kusudi fulani. What do people look in you? Wakati watu wanakutafuta, je, huwa wanatafuta kitu gani ndani yako? Because people look for fruit in you. Huwezi ingia kwa msitu kutafuta tu mti wa maembe. You go looking for fruits, not for the tree. Lakini wakati mwingine tunajihisi kama mti ni wa faida kuliko matunda. Hata ikiwa mti ni mzuri, lakini watu, they look for what do you bear. Not what you are as a person, but what you bear. Ndio Mungu anatuambia hapa, mahali tumesoma, ya kwamba kitu kile Mungu anachofanya juu yetu ni kututayarisha tuweze kuzaa zaidi. Because he is a vine, Jesus Christ is a vine. Na anataka tuzae. Naye Mungu anakuja na kutuprune. Ambiwa kwamba Yesu akakuta mti katika kitabu cha Mark chapter 11 verse 12 to 14. He expected to see figs. He expected that there were figs. But akakuta mti haukuwa na mazao. Kwa nini mti uzae mazao? If it is planted in the streams of waters. Kama vile katika Psalms chapter 1 inasema, the tree that is planted in the stream, it bears fruits all the year round. Jambo ambalo linatuzuia tusizae matunda ni kwa sababu our roots are not deep rooted in the streams of water. Mizizi yetu haiguzi maji, tumekaukiwa. Katika Injili tumekaukiwa, katika kupendana tumekaukiwa. Na ikiwa tumekaukiwa, there is no way I can give what I don't have. I don't have love, so I cannot give love. I don't smile, so I cannot give smile. You give what you have. Praise be to God. Wakati unafika wa pruning, many of us don't want to be pruned by God. Hatutaki kutolewa majani ambayo ni mabaya, because it is painful, but it is desirable. Mungu akikuprune, ujue kuna jambo ameona baya na wewe. He wants to prune that one off. Why?
so that you can bear much fruits. Usiseme kwa nini jambo hili likaondoa kwangu. God wants to prune that one off. Pengine anaangalia, anaona ningetaka so and so anipende, lakini amechukuliwa na biashara, kabiashara kanakuwa pruned so that you can bear more fruits. Ama jambo fulani ambalo unaweka time yako nyingi linakuwa pruned. Job ile ulikuwa unapenda sana inakuwa pruned. Lolote ambalo Mungu anaona linazuia upendo upungue ama juhudi zako zipungue, analiondoa so that you may bear more fruits. Lakini ujue ya kwamba the source, the vine is Jesus Christ. It's not you. He is the vine. Kwa hivyo lolote ambalo tunafanya kama Wakristo lazima ziliwe ni kutoka kwa the source, which is Jesus Christ. And the vine dresser is God himself. Ndio wanasema nyinyi hamkunichagua katika John chapter 15 verse 16. Ndio nitamaliza nayo, inasema si nyinyi mlinichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu anawapea. Mungu ametuchagua ili tuweze kuzaa matunda. Ujiulize, kwa nini sizai matunda? Kwa nini kuna shida katika huduma yangu, katika familia yangu? Kwa nini sionekani nikizaa matunda? Ni kwa sababu pengine you have lost the connection with the vine. Angalia ni jambo gani limefanya upendo uweze kupungua. Angalia ni jambo gani limekufanya hata hauendi kanisani, bado unasema kuna corona. Ikifika Jumatatu uko Kawangware, watu wamejaa huko, lakini kanisani ndio kuko na corona. Jiulize, upendo ulienda wapi? Upendo wa kanisa? Kwa sababu acheni niwaambie, upendo wa kanisa umepungua. Watu wanasema ni corona, lakini si corona, ni upendo. Tumeambiwa tukae nyumbani mpaka upendo wa mtu na mwingine umepotea. Hata ikiwa hakuna salamu, wacha upendo wa mtu na mwingine, wa mtu na Mungu usipungue. Let the disease not decrease the love you have for Christ, the love you have for your church. Continue going to church ikiwa wewe miaka yako ni sawa. Lakini usikae tu ukisema ati kanisa kuna corona, lakini kwa matatu hakuna corona. Yes, jizuie, but go and worship with others if you can go. Lakini ikiwa huwezi enda, kaa nyumbani na uabudu. Wale ambao miaka yao pengine ni mingi, kaa nyumbani na uabudu, ukijua ya kwamba God wants us to be fruitful. Hata tukiwa kule, be fruitful and multiply. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's pray. Asante Mungu kwa sababu ya kutukumbusha juu ya kukaa ndani yako. Unataka sisi tuweze kuzaa mazao ambayo yatadumu. Asante Mungu kwa upendo wako ambao ni mkuu. Na sasa katika jina la Baba, la Mwana, na Mtakatifu, enendeni na amani. Hayo amani ya Mwenyezi Mungu ikae na idumu kwenu nyinyi pamoja na familia zenu. Muweze kuzaa matunda ambayo yatadumu, ili iweze kuonekana na Mungu. Ukiwa nyumbani, ukiwa kila mahali, zaa matunda ambayo itapendeza Mwenyezi Mungu akiwa mahali yako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. God bless you. We love you so much. Amen.